السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ndugu zangu katika imani wa masjidi hii ni masjidi nini? Masjid Tauhid ni katika miongoni mwa misikiti ambayo inasimamia na kuitizama hii da'wa salafia ambayo ni da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika maeneo haya izigo Allah subhanahu wa ta'ala watu wa hapa Allah waongoze na pia wathibitishe katika dini. Kwa wakati huu mchache ambao tumepewa na kiongozi wetu, tutawaomba wenyeji watuvumilie kidogo, tukumbushane kwa ajili ya Allah. Mimi nitasimama kuzungumza dalili mbili au dalili moja inaujulisha ulazima wa kuifuata hii manhaju salafi. Adilla zinazojulisha kufuata manhaju salafi ni nyingi sana. Hii manhaji ambayo sio ngeni kwetu sisi kuisikia katika vinywa vya mashehe au wengine wameisikia kwa ubaya, ambapo manhaji hii ni manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khiari kwa Muislamu kuacha kuifuata manhaji hii, hana khiari, bali salama ya Muislamu ipo katika kuifuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almanhaju salafi. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an zimethibiti aya nyingi sana ambazo zenye kujulisha ulazima wa kuifuata hii manhaju salafi. Ziko nyingi sana ambazo hazithibitiki ndani yake. Dalili katika miongoni mwa dalili ambazo nitazisoma zinazojulisha ulazima wa kuifuata manhaji hii ipendi pale Allah aliposema, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika suratu an-Nisa aya ya 115 Allah anasema, wa man yushaqiqi rasula, atakayemuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, Allah akasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea, huko alikokuchagua, wa nuslihi jahannama, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na moto wa jahannam ni mafikio yaliyokuwa mabaya. Aya hii ni katika miongoni mwa aya ambazo zinatujulisha Waislamu ulazima wa kumfuata mtume na kufuata njia ya masahaba. Aya hizi ni katika miongoni mwa dalili ambazo ziko wazi mno katika kueleza jambo zima la kufuata masahaba, na ni dalili yenye kuonyesha ya kwamba mtu ana khiari katika jambo la kupita njia. Mtu ana khiari, inatakikana kwake yeye afuate njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Sa'di katika aya hii anasema, wa man yukhalifu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yu'aniduhu fima jaa bihi, atakayemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam na akampinga Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyokuja nayo, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amebainikiwa uongofu. Al-Imam Sa'di akaufasiri ya kuwa ni bidalaili al-Qur'aniyya wal barahin an-nabawiyya au barahin an-nabawiyya, kwa dalili za Qur'ani ikambainikia uongofu kwa dalili za Qur'ani na hoja za wazi za sunna. Kisha baada ya kubainikiwa hivi, wayattabi'
ghaira sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini hawa wanaozungumzwa hapa ni wale waumini wa mwanzo katika Uislamu ambao ni masahaba. Na ukiuliza kwa Muislamu ambaye yuko hadhir kama mzungumzaji wa kwanza aliyezungumza jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wa kwanza anawajua, ambaye muumini wa kwanza kabisa ni Khadija. Katika wanaume kama wanavyotaja maulama wa sira alikuwa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baba na mtoto, binti yake ndio watu wa kwanza kupokea Uislamu. Akapokea Abu Bakar, akapokea Bi Khadija, wakaja wengineo. Hawa ndio waumini wa mwanzo kama alivyofasiri Allah katika aya nyingine, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wale wa mwanzo waliotangulia wa mwanzo. Was-sabiquna al-awwalun, waliotangulia wa mwanzo, akawataja ni wakina nani? Min al-muhajirina wal-ansar, katika wale muhajirin waliohama kutoka Makka kuelekea Madina, wala ansar wale waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Hawa ndio waumini wa mwanzo ambao inatakikana sisi kuwafuata. Katika aya hii Allah ndo akatuambia wayattabi ghaira sabili almu'minin, akamkhalifu mtume baada ya kubainikiwa uongofu, alafu akapita njia isiyokuwa ya masahaba. Yeye anafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anaiacha njia ya masahaba, dalili ya upotevu. Anakuwa ameacha maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema al-Imam Sa'di, wasabiluhum huwa tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim, njia yao hao masahaba nao ni njia yao katika aqida na katika matendo. Unaitakidi nini wewe? Masahaba waliitakidi nini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe unaitakidi nini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba waliitakidi nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe unatakana uitakidi hivyo. Walivyofanya natakana ufanye kama alivyoeleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima kuwafuata. Akasema malipo ya wale ambao hawatofuata njia ya masahaba, akasema Allah akasema nuwallihi ma tawalla, utawaelekeza huko wanapoelekea. Ay natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhuluhu fala nuwaffiquhu lil khairi لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا يزداد ضلالا إلى ضلاله. Anasema Imam Sa'di katika kipande hiki Allah aliposema nuwallihi ma tawalla, mtu atakapoacha njia ya mtume na akaacha njia ya masahaba baada ya kubainikiwa uongofu, akaiacha, adhabu yake akhira, adhabu yake hapa duniani. Naam, adhabu yake duniani hapa Allah amesema nuwallihi ma tawalla, tutamwacha huku anapoelekea. Al-Imam Sa'di anasema ay natrukuhu wa makhtarahu li nafsi, tunamwacha na kila alichojichagulia nafsi yake. Ukichagua bid'a Allah anakuacha huko. Ndio maana utaona baadhi ya watu wanaofanya bid'a Allah amewaacha huko kwa sababu wamejichagulia njia batil katika nafsi zao. Watu waliobakia katika maulidi, waliobakia katika ukhurafi, wakabakia katika bid'a, wakabakia katika kuacha njia ya masahaba, Allah amewatelekeza huko. Allah Imam Sa'di anasema tutamwacha na kile alichojichagulia nafsi yake. Wa nakhdhuluhu fala nuwaffiquhu lilkhair, na wanakhdhuluhu tutamtelekeza. Yani adamu nusra, khudlani ni kule kukosa nusra. Utakosa na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hutawafikishwa katika khair. Na kukosa nusra ya Allah ni katika adhabu kubwa hapa duniani. Kukosa nusra, hata mtu atakapozungumza mawaidha ya aina gani hayatoingia katika moyo wako. Hata kama utaelekeza qala Allah qala ar-rasul, utaweza kuwafikishwa katika khairi. Kwa sababu gani? Allah amekutelekeza kwa kile ulichojichagulia. Akasema al-Imam Sa'di likaunihi ra'a al-haqqa, kwa sababu kwa yeye kaiona haki, wa alimahu, na akaijua kwamba hii ni haki. Na hakuna yote leo ukimwambia njia ya salaf ndio njia ya haki, kila mmoja anathibitisha jambo hili, hakuna anaipinga jambo hili. Allah anamwacha kule kwa sababu kaiona haki na akaijua. Ukiwatizama makundi yaliyokuwa kinyume na hii da'wa salafia,
wengi wanaijua haki iko wapi, lakini yatabiuna alhawa, lakini wanafuata matamanio. Allah anawaacha huko kwa sababu waliona haki na wakaijua wakaiacha. Allah anawalipa. Akasema Imam Saadi, fajazauhu min Allahi adlan an yabqiyahu fi dalalihi hairan, kwa malipo ya Allah kwa uadilifu. Allah anamlipa kwa uadilifu, anambakiza katika upotevu akiwa anababaika. Leo utamkuta ni katika watu wa bid'a, atusemi BAKWATA kwa sababu BAKWATA ni taasisi kama taasisi zingine. Unamkuta Ash'ari kwa sababu BAKWATA wengi wanafuata Ash'ari wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utakuta leo hii iko huku, leo iko kule, leo iko kule, anabakia anasema mimi Muislamu tu, anaanza kubabaika. Allah anambakiza huko katika upotevu hairan, akiwa anababaika, wayazdadu dhalalan ila dhalali, akizidisha upotevu mmoja kuelekea upotevu mwingine. Kama qala ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, pindi walipopotea, walipoingia katika upotevu, Allah akazipoteza, akaziingiza katika upotevu nafsi zao. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra, Allah anasema tunazigeuza vifua vyao na nyoyo zao na macho yao kama ambavyo hawakuamini mwanzo. Hii dalili inaonyesha kwamba yule atakayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata njia isiyokuwa ya umini, bi an kana qasduhu wajha Allah wa ittiba'i rasulihi wa luzum jama'ati almuslimin thumma sadara minhu min adh-dhunubi au alham biha ma huwa min almuqtadati an-nufus, mpaka mwisho maneno yake. Lakini maneno haya yanaonyesha ulazima wa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za masahaba. Hakuna khiari hapa. Mtu yeyote atakayeacha njia hii ya salaf atambue aya hii inamhusu hapa duniani, ana Allah atamkadiria kupotea namna hiyo. Ama akhira wa nuslihi jahannam, akhira ni kuingia wapi? Motoni. Allah anasema wa nuslihi jahannam, tutamuingiza motoni. Aliacha akamkadhibisha na kumkhalifu mtume na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, tutamuingiza katika moto wa jahannam. Al-Imam Sa'di anasema ai nu'adhibuhu fiha adhaban adhima, tutamuadhibu katika moto wa jahannam adhabu kali mno. Wasaat masira ay marji'an lahu wa ma'al, na mafikio yake na marejeo yake yatakuwa ni moto wa jahannam, waliyadhu billah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na moto wa jahannam. Kwa al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala anasema ma sannahu ulatu al-amri min ba'di an-nabi sallallahu alayhi wasallam, waliyasunisha viongozi watawala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fahuwa sunna, basi ni sunna. La bid'ata fihi albatta, hakuna bid'a hata kidogo. Kile alichokisunisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakakifanya kwenda sunna, hicho inakuwa inabakia ni sunna, wala hakuna bid'a hata kidogo. Wa illam yu'lam fi kitabillah wala sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, hata kama itakuwa haifahamiki chochote kwenye kitabu cha Allah wala sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, nassun alayhi ala alkhusus, wala hakuna dalili matamshi ya Qur'ani wala sunna yanayojulisha kitu fulani hasa, lakini masahaba wakakisema kitu. Kama ambavyo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alirejesha jamaa ya tarawih msikitini, kama ambavyo Uthman ibn Affan aliweka adhana ya kwanza ya Ijumaa na adhana ya pili. Ilikuwa adhana moja asili, akaweka adhana nyingine kwa sababu ya jitihada. Tunasema ya kwamba hii ni sunna, hakuna bid'a hata kidogo. Akasema fakad jaa ma yadullu alayhi fil jumla, imekuja kinachojulisha jambo hilo katika jumla wake. Hadithu nasul hadith Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu haythu qala fi hadith ya Irbad ibn Sariya, pindi mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa ambao ni masahaba. Sunna za nani? Za makhalifa ambao ni masahaba. Kwa huu muda mchache, ndugu zangu katika imani, sisi tunatakikana kufahamu jambo la kuifuata manhaju salafi sio jambo la khiari, hata kama watu watakaichafua kama wanavyoita majina yaliyokuwa mabaya.
lakini katika nyoyo zao wao wageuza maneno na kusema kwamba sisi ndio masalafi, hali ya kuwa usalafi uko fi wadi na wao wako katika wadi nyingine. Usalafi kwenye bonde hili na wao wako bonde lingine kabisa. Hii kila mmoja ni jambo la lazima. Almanhaj salafi huwa alislamu sahih, kama walivyosema wanachuoni. Manhaj salafi ndio Uislamu sahihi. Uislamu sahihi mwenye akili salama ambayo haijachanganyikana na bid'a, akisikiliza da'wa salafia anajua hii ndio njia inatakana kufuata, kwa sababu ni qala Allah qala ar-rasul, na ndani yake kuna ilmu, sio maneno. Hii da'wa salafia sio maneno tu, bali da'wa salafia ni ilmu wal amal. Kwa ndugu zangu katika imani, muda ambao tumepangiwa naona kwangu mimi umekwisha hapa. Labda tumwache mzungumzaji mwingine anayefuata, maana tukaomba radhi wafanye subira katika jambo hili. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.